mtendaji wa kwetu jambazi. Wananchi tutafakije? Tutajifunzaje kwa mtu aliyeharibika? Tuna mwekezaji ndani ya kijiji chetu ameileta sheri pale, hata mapipa mheshimiwa unayoona ya kuunda sheri. Alitoa shilingi 500 na 10,000. Zile hera mtendaji wa kijiji Nebert Shonza amekula. Mwenye mtendaji wa kijiji Nebert Shonza amekula, na uthibitisho muamala upo. Kingine muamala upo. Nikitaka nihoji hili swali, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama mtendaji ni kaimu yaani mtendaji ni mtu anayestakiwa kusababisha kutupa chachu ya kuongeza bidii ndani ya maendeleo. Tungeomba mheshimiwa utusaidie hilo. Ni kweli ulipokea fedha kutoka kwa mwekezaji 500,000 kupitia simu yako? Ni kweli mheshimiwa. Kwa nini ulipokea hizo fedha kupitia kwenye simu? Nilipokea fedha hazikuwa kwa ajili ya mpango wa maendeleo. Kuna jambo ambalo zilikuwa fedha kwa ajili ya matumizi yako mwenyewe binafsi. Yaani kuna biashara ambayo tulikuwa tunafanya na huyo mwekezaji. Mlikuwa mnafanya biashara gani? Kuna uwanja alikuwa ananunua. Sawa. Tulikubaliana kwamba hili jambo likiwezekana atanipa mimi 500,000. Baada ya kuwezekana lile jambo akanipimia kweli 500,000 na 10 ili nitoe 500,000. Baadaye ikaonekana familia wakapinga ule uwanja. Akasema sasa mtendaji, ile hela naomba nirudishie. Nikamwambia sawa, kama umeenda hivi nitakurudishia. Baadaye akamwambia mheshimiwa diwani. Na hata hivi mheshimiwa, hiyo hela kweli imerudishwa. Kwa hiyo manake kulikuwa na kiwanja alikuwa anakitaka mwekezaji. Kwa hiyo wewe ni dalali pia, unafanya kazi ya udalali. Yaani kwenye hiyo jambo nilihusika kama dalali. Kwa hiyo unafanya kazi ya utendaji kwenye kijiji, lakini unafanya kazi ya udalali ya kuwadalalia wananchi mashamba yao. Sasa umesema kwamba uliambiwa, huyo jamaa alikwambia ikiwezekana hilo jambo ukifanikisha na kupatia nini? Fedha. Manake kazi yako ilikuwa ni kufanikisha. Sasa unafanikishaje? Yaani kati ya mtendaji wa kijiji na mwekezaji wa kijiji walikuwa na biashara nyingine nje ya shughuli ya uwekezaji ndani ya kijiji. Na mwekezaji akamwambia kwamba ukifanikisha biashara hiyo nitakupatia shilingi ngapi? 500,000 na 10,000. Ndio maelezo ya nani? Ya mtendaji. Sasa uthibitisho ni mpaka vyombo vifanye kazi yake. Kwa maelekezo yangu nimemkabidhi kamanda wa TAKUKURU, kwa sababu kwa serikali utaratibu wa kupokea fedha kutoka kwa watu wanaochangia maendeleo huwezi ukapokea wewe mwenyewe binafsi, wala huwezi ukaingiza kwenye simu yako. Uko utaratibu